Naam, taarifa za huzuni Tanzania sasa hivi baada ya msiba wa kifo kuzuka serikalini CCM. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ametangaza masikitiko makubwa baada ya kifo cha ghafla mkoani Singida kilichohusisha kiongozi mmoja maarufu wa chama tawala cha CCM. Like video hii alafu subscribe, kisha niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu Tanzania niambie unanipata vizuri kutoka mkoa au maeneo gani. Huzuni na simanzi zimeikumba Tanzania baada ya kifo cha ghafla cha kiongozi huyu wa chama tawala mkoani Singida. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba binafsi kwa mdomo wake ametoa masikitiko na taarifa kubwa kufuatia kifo cha diwani maarufu wa CCM anayefahamika kwa jina la Agnes Nassania, aliyekuwa kiongozi wa CCM aliyewatumikia wananchi wa kata ya Shelui wilayani Iramba. Taarifa hizi zimekuja kama mshtuko na pigo kubwa za wakazi wa eneo hilo. Kufariki kwake kiongozi huyu wa CCM ambapo tangazo lake limetolewa na Mwigulu Nchemba kumeshtua wakazi wa eneo hilo, viongozi wa kisiasa na wanajamii ambao walifanya kazi naye kwa karibu katika maisha yake yote ya utumishi wa umma chini ya serikali ya Samia Suluhu ya CCM. Lakini Agnes Nassania alikuwa nani? Na Agnes Nassania alikuwa nani ndani ya CCM? Na kwa nini viongozi wengi wa CCM wanaelezea kifo chake kuwa ni hasara kubwa kwa mkoa wa Singida na chama tawala? Mtazamaji, wimbi la huzuni limetanda katika kata ya Shelui wilayani Iramba baada ya kifo cha diwani maarufu wa CCM anayefahamika kwa jina la Agnes Nassania. Taarifa za kifo chake zilizotolewa na Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa CCM na waziri mkuu wa Tanzania. Sasa taarifa hizi zimepokelewa kwa huzuni na masikitiko makubwa na wakazi wake. Viongozi pia wa eneo hilo, marafiki na wanafamilia pia wameweza kusikitika sana, na watu wengine waliomfahamu kama mtumishi wa umma aliyejitolea chini ya serikali ya Samia Suluhu. Kulingana na taarifa zilizotolewa kufuatia kifo hichi cha ghafla, Agnes Nassania, diwani wa CCM aliyeheshimiwa sana kwa kujitolea kwake kuwatumikia watu wa jamii yake, alijulikana kwa kudumisha uhusiano wa karibu na raia wa kawaida na kusikiliza kwa uangalifu shida zao. Uongozi wake unasemekana ulizingatia sana miradi ya maendeleo na kuboresha ustawi wa wakazi wa eneo hilo. Vilevile, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alikuwa ni miongoni mwa viongozi wakuu wa kwanza kabisa kutoa rambirambi zao hadharani. Katika ujumbe wake, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesema amepokea taarifa za kifo chake kwa masikitiko makubwa. Alimtaja diwani huyo marehemu kuwa ni kiongozi mchapakazi aliyejituma kikamilifu katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma na maendeleo wanayostahili. Na usiku wa leo watu wengi wa Singida wanamkumbuka mwanasiasa huyu si kama tu mwanasiasa bali kama kiongozi wa jumuiya. Wakazi wanasema diwani huyu wa CCM aliyetangazwa kifo chake na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba anayefahamika kama Agnes Nassania, mara nyingi alionekana akishirikiana moja kwa moja na wananchi na viongozi wengine na kujadili changamoto za eneo hilo. Katika salamu zake za rambirambi, Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ametoa salamu za rambirambi kwa familia ya marehemu diwani huyo. Pia alituma salamu za rambirambi kwa ndugu zake, jamaa, marafiki na wanajamii na wote walioguswa na msiba huo. Waziri Mkuu alikiri kuwa hiki ni kipindi kigumu kwa wale wote wanaomfahamu na kufanya kazi naye. Alitoa wito wa umoja, kusaidiana na maombi wakati huu wa maombolezo. Ujumbe wake Mwigulu Nchemba ulisisitiza umuhimu wa kusimama pamoja kama jamii, huku akiomboleza kifo cha mtumishi huyu wa umma wa CCM aliyeheshimika wakati wa uhai wake. Kwa mujibu wa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, michango iliyotolewa na Agnes Nassania wilayani ama huko mkoani Singida itaendelea kukumbukwa kwa muda mrefu baada ya kifo chake. Mara nyingi alikuwa miongoni mwa maafisa wa kwanza wa eneo hilo kujibu masuala yanayoathiri wakazi wake, iwe anajishughulisha na masuala ya maendeleo, masuala ya kijamii au utawala wa ndani. Alijulikana kwa kushiriki kikamilifu katika juhudi za kutafuta suluhu. Na huku habari za kifo chake zikienea leo, jumbe za masikitiko zinaendelea kuwasili kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Mtazamaji wangu wa Simulizi Media, lakini zaidi ya siasa,
Taarifa hizi za huzuni za usiku wa leo pia zinahusu urithi. Je, kiongozi ameacha athari gani baada ya kuondoka au kufariki? Kwa watu wengi katika wadi ya Shelui huko Singida, jibu linaweza kupatikana katika maisha aliyogusa wakati wa miaka yake ya utumishi. Wanajamii wengi wanaamini mtindo wake wa uongozi ulikuwa ama ulisaidia kuimarisha uaminifu kati ya serikali ya mtaa na wakazi wake. Kulingana na viongozi wanaofahamu kazi yake, Agnes Nassania alichukua jukumu muhimu katika kushughulikia masuala ya jamii. Tena na tena watu wanamwelezea Agnes Nassania, diwani huyu wa CCM, kama mtu aliyetanguliza mahitaji ya jamii kuliko maslahi ya kibinafsi. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa upande wake pia amewaombea nguvu, uvumilivu na faraja walioachwa na huzuni baada ya kifo cha kiongozi huyu wa CCM. Alionyesha matumaini kwamba wanafamilia watapata ujasiri katika kipindi hiki kigumu. Katika ujumbe wake huo, alimwomba Mwenyezi Mungu ampe amani ya milele marehemu diwani huyo wa CCM na faraja kwa wote wanaoomboleza msiba wake. Matamshi yake Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba yalionyesha mihemko ya kina ambayo mara nyingi huambatana na kuaga kwa viongozi wa jamii wanaoheshimika. Kujitolea huko kumekuwa sehemu kuu ya watu wengi wanaomkumbuka leo. Huku maombolezo yakiendelea, viongozi wa eneo hilo wanatarajiwa kufanya kazi kwa karibu na familia yake na wanajamii wakati wa mipango ya mazishi. Wengi wameelezea kifo chake kuwa wakati mgumu sana ama wakati mchungu, sio tu kwa familia yake bali pia kwa jamii nzima ya Shelui huko Singida. Vifo vya viongozi huwa na athari kubwa kwa jamii kwa sababu ya uhusiano wa karibu wanaojenga na raia kabla ya kufariki kwao. Tofauti na wanasiasa wa kitaifa ambao wanaweza kuonekana mara kwa mara, viongozi wa mitaa mara nyingi wanahusika moja kwa moja katika maisha ya kila siku na raia wao. Viongozi wa kisiasa, mashirika ya kijamii na wakazi wote wameelezea kusikitishwa na hasara hii, na usiku huu Tanzania inaomboleza pakubwa msiba wa diwani huyu wa CCM Agnes Nassania. Kiongozi huyu anayekumbukwa kwa utumishi wake mzuri, kiongozi huyu anayekumbukwa kwa kujitolea kulingana na waziri mkuu, na kiongozi huyu aliyekumbukwa kwa kusimama karibu na watu aliowawakilisha wakati wa ibada ya heshima ikiendelea mkoani Singida leo. Wanafamilia, marafiki, wafanyikazi wenza na wakazi wameungana kwa majonzi pamoja. Wakati maisha yake pia yamefikia kikomo, wengi wanaamini michango yake katika wadi ya Shelui huko Singida itaendelea kukumbukwa kwa miaka mingi ijayo. Mtazamaji, tukikamilisha habari au taarifa hizi letu kama Simulizi Media, ni kutuma pole na rambirambi zetu kwa CCM na familia ya mwenda zake diwani huyu wa huko Shelui Singida. Vile mtazamaji, na kukumbusha tena na tena na kuachia uwanja huo wa comment section unijuze maoni yako au vile utume rambirambi zako kuhusiana na ripoti hizi za kusikitisha. Vile like video hii, subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.